surati Yusuf, ikampa miongoni mwa taslia, ikamuonesha mwangalia Yusuf alivyokuwa amechukuliwa na hasadi, watu wake wakampiga, wakamtupa kisimani, wakamsingizia mambo. Yusuf akawa hivi, lakini mwisho ilikuwaje? Yusuf akawa mfalme. Yusuf alikuwa hivi. Kwa hiyo wewe haya yote yatakupata. Sasa tunatoa visa kwa ajili ya watu wajifunze ndani yake. Ni yupi? Imamu Abu Hanifa, jina lake anaitwa Nu'man. Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit, baba yake anaitwa Thabit ibn Nu'man. Nu'man ibn al-Marzaban. Abu Hanifa jina lake la mwisho Marzaban sio jina la Kiarabu. Ndio maana watu wengine wakaona katika watu majahili ambao wanaona tu kwamba dini ya Uislamu ni dini ya Waarabu, wanakuwa wanashindwa kutofautisha kati ya Uarabu na Uislamu. Wakiona kwamba mtu kawa Muislamu, wanaambia wewe ushaingia unawafuata Waarabu. Yani wanashindwa kutofautisha kati ya vitu hivi viwili, wakati Uislamu ni kitu kingine na Uarabu ni kitu kingine. Hivi hawajawahi kuona watu alokuwa ni Waarabu lakini hawamo katika Uislamu, na mara nyingine akavaa msalaba mpaka ukawa unaburura. Sasa watu walokuwa wana nadharia ya kuona kwamba Uislamu ndio Uarabu, wapate kujua kwamba Uislamu ni dini ya watu wote. Ndio maana Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Wewe tumekutuma ili uwe shahidan, mubashiran wa nadhira. Kwa kila nani? wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, lam yakul rahmatan lilarab. Mwenyezi Mungu akusema tumekutuma ukawe rehema kwa Waarabu. Mtume na Waarabu wamepata sharaf, utukufu kwamba mtume ni Mwarabu, lakini haikuwa kwamba kila alikuwa Muislamu anakuwa ni Mwarabu. Sasa Sayyiduna Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit, wajahilia wengine wakimtuhumu kwa sababu yeye alikuwa katika asli ya Furs, Mapasha, watu wa Iran kule, daula ya Furs. Asli yake Abu Hanifa natoka huko, na wakati wake ilikuwa inaonesha wale wasiokuwa Waarabu walikuwa wamepanda chati katika taalum. Siku moja alimuuliza Musa ibn Isa kumuuliza Abu Laila. Musa ibn Isa alikuwa mmoja katika watu walikuwa na mapenzi makubwa na Waarabu. Akamuuliza Abu Laila, man faqihu al-Basra? Ewe Abu Laila, hebu nieleze ni yupi mwanachuoni wa Basra alikuwa na fiqhi nyingi na elimu kubwa kuliko mtu yoyote? Abu Laila akamwambia, faqihu al-Basra Hasan al-Basri wa Muhammad ibn Sirin. Akasema faghadib, akakasirika huyo alomuuliza, kwa kuwa hakuwataja watu waliokuwa katika kabila tukufu la Kiarabu. Hasan al-Basri alikuwa min al-mawali. Mawali maana ni watu ambao hawamo katika kabila la Kiarabu, watu walikuwa duni katika kabila zao, pengine asili yao wazazi wao walikuwa watumwa na hivi na hivi. Akamuuliza, man faqihu al-Basra, nani mwanachuoni wa Basra? Akamwambia Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri wa Muhammad ibn Sirin. Akamuuliza, man huma, ni watu gani hao? Akamwambia innahuma min al-mawali, ani watu walikuwa wanatokana na mawali, yani nas ghair arab. Anasema nilipomtajia vile akakasirika. Akaniuliza swala lingine, wa man faqihu Makkah, ni nani mwanachuoni wa Makkah? Akamwambia faqihu Makkah Ata ibn Abi Rabah wa Mujahid wa Sa'id ibn Jubayr wa Sulaiman ibn Yasar. Akawataja watu wanne. Akamuuliza, man Ata hadha, huyo Ata mtu gani? Akamwambia min al-mawali. Man Mujahid hadha? Akamwambia min al-mawali. من سليمان بن يسار هذا؟ من الموالي. من سعيد بن جبير؟ من الموالي. أنا سمع فاشتد غضبه كزيد كهماتي.
tukawafanya watu wengine duni kuliko watu wengine. Ndio maana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kasimama anasema, ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Tukiwa sote Waislamu hatuna ruhusa ya kuwabagua hawa au wale kwa sababu ya njia nyingine abadan, kwa sababu dini yetu haina msamaha wa jambo hilo. Kulluna abna'u Adam wa Hawa.